cordibus nostris clama, Christus lux eterna est, in omni corde resona. Ndugu na dada katika Kristo, leo tunaadhimisha Jumapili ya misheni ya ulimwenguni, tukialika kufanya upya mapigo ya moyo ya imani yetu, wito wa kumleta Kristo kwa mataifa yote. Lakini lazima tujiulize kwa uaminifu, je, moto wa uinjilishaji umekufa ndani yetu? Je, bado tunasikia kilio cha ulimwengu unaohitaji sana tumaini la Injili, au tuko katika eneo letu la faraja? Yesu anatuamuru hivi, nendeni mkafanye wanafunzi kutoka kwa mataifa yote. Hili si agizo au wajibu wa hiari, ni asili ya sisi ni nani kama Wakristo. Kumwamini Kristo ni kutumwa naye, kutangaza, kutumikia, kuleta matumaini ambapo kuna kukata tamaa. Katika somo letu la kwanza kutoka katika kitabu cha Kutoka, tunamwona Musa akiwa amesimama juu ya kilima huku akiwa ameinua mikono yake juu katika sala wakati Waisraeli wanapigana na Waamaleki. Musa aliinua mikono yake katika sala na Israeli wakashinda, lakini alipochoka, Haruni na Huri wakasimama karibu naye wakiwa wameinua mikono yao mpaka jua lilipotua. Ni taswira yenye nguvu kama nini ya misheni. Inatuonyesha kwamba utume unahitaji uvumilivu katika sala na nguvu ya jumuiya. Hakuna mmishonari anayesimama peke yake. Kama Haruni na Huri, tumeitwa kuunga mkono wale wanaobeba Injili kupitia maombi yetu, kutia moyo na mshikamano. Katika Injili ya leo, Yesu anatuambia kuhusu mjane mwenye bidii ambaye hakuacha kamwe kutafuta haki kutoka kwa mwamuzi asiye mwadilifu. Imani yake ilijaribiwa, lakini hakukata tamaa kamwe. Yesu anauliza swali ambalo limetokeza nyakati zote, je, Mwana wa Adamu atakapokuja, je, atapata imani duniani? Wamishonari ulimwenguni pote wanakabili magumu, mnyanyaso na kutojali, hata hivyo wanaendelea katika imani ya mjane huyo, wakitumaini ahadi ya Mungu. Swali hilo hilo linatuuliza, je, Bwana atapata ndani yetu imani yenye kudumu na tumaini linalokataa kufa? Lakini huu ni ukweli mzito. Wakati fulani kanisa linaweza kustarehe na kuwa salama sana kama klabu badala ya kuwa kituo cha ujasiri cha Injili. Utamaduni wetu unadhamini faraja juu ya hatia, relativism huficha ukweli, kutojali kunasukuma imani pembeni. Hata hivyo, Kristo anatuita tupige hatua kutoka katika faraja hadi ujasiri na utume wa kawaida. Kila Mkristo aliyebatizwa ni mishonari. Wito huu hauishii kwa makuhani au watu waliowekwa wakfu tu, ni wito wa wote wanaolibeba jina la Kristo. Hivi majuzi huko Kochi, shule ya St. Rita huko Palurudhi ililazimika kufungwa baada ya mzozo juu ya haki ya mwanafunzi kuvaa hijab. Tukio hilo limezua maandamano na mivutano kati ya sera na uhuru wa kidini. Tukio hilo linatupa changamoto ya kuuliza, je, tunakuwa ngome za ulinzi au kufungua milango kwa mazungumzo? Yesu aliwaambia wanafunzi wake wawe na hekima kama nyoka na wasio na hatia kama njiwa. Ni lazima tuimarishe imani zetu huku tukionyesha huruma ya kichungaji, tukitafuta uelewaji badala ya migawanyiko. Wakati shule au taasisi zinapokuwa uwanja wa vita kwa ajili ya utambulisho, nafasi takatifu zina uwezekano mkubwa wa kugeuzwa kuwa ngome. Hata hivyo, Yesu anatuita kwa hekima na upole kushikilia kweli huku tukisikiliza mioyo ya wale wanaohangaika. Rehema ya kichungaji ina maana ya kusikiliza kwanza hadhi ya mwanafunzi, hamu ya familia ya kujieleza, na hofu ya kutengwa na majirani zetu Waislamu. Kwa kufanya hivyo, tunaweza kubadilisha migogoro kuwa ushirika. Kila Ijumaa Kuu, kanisa huwaombea wote wanaoteseka kwa ajili ya imani yao, Wakristo, Waislamu, Wayahudi na waumini wote. Ikiwa tutasimama chini ya msalaba kuombea kila nafsi iliyojeruhiwa, tunawezaje kufunga mioyo yetu wakati kama huo unakuja kati yetu? Imani yetu inatuita kusikiliza, kuponya, kuandamana na kutafuta amani yenye mizizi katika ukweli. Karne nyingi zilizopita, Mtakatifu Fransisko wa Asisi alitupa mfano hai wa ujasiri na huruma kama hiyo. Wakati wa vita vya tano, alivuka safu za vita kukutana na Sultan Al-Kamil wa Misri. Francis hakulegeza imani yake, hata hivyo alimwendea sultani kwa unyenyekevu na upendo. Katika mkutano huo, wanaume wawili wenye imani walikutana wakiwa ndugu. Francis alionyesha kwamba ushuhuda wa kimisionari wa kweli unaunganisha imani isiyoyumba na heshima kubwa, mwaliko wa kujenga madaraja bila kuacha ukweli. Historia yetu wenyewe nchini India inatoa ushuhuda sawa na huo. Mfalme Akbar, anayejulikana kwa uwazi wake, aliwaalika wamisionari wa Jesuiti kwenye kasri lake la Fatehpur Sikri.
Makasisi Antonio de Monserrate, Rodolfo Acquaviva na Francisco Acquaviva walifanya mazungumzo na wasomi wa Hindu, wanatheolojia wa Islam, wa Jaini na wa Zoroaster. Walitafsiri Injili katika Kiajemi, wakashiriki sanaa na ibada ya Kikristo na wakaonyesha kwamba imani na mazungumzo si maadui. Ingawa hatimaye walirudi nyumbani, misheni yao iligeuza mahakama ya kifalme kuwa mahali ambapo nuru na ukweli vingeweza kukusanyika. Wanatukumbusha kwamba kila kongamano, kuanzia madarasani hadi sebuleni, linaweza kuwa mahali ambapo nuru ya Kristo inaangaa. Ili kuishi wito wetu wa kimisionari, ni lazima tuanze katika sala na malezi. Utafute uso wa Kristo katika kuungama. Kutana na huruma yake katika kukiri. Acha maandiko yaunde moyo wako kupitia mfano wa watakatifu wa mishonari kama Francis Xavier, Maua Madogo na Teresa wa Calcutta. Basi maombi yako yatiririke katika matendo. Kijani kwa Afrika, njano kwa Asia, nyekundu kwa Amerika, bluu kwa Oceania, nyeupe kwa Ulaya. Soma rozari ya misheni ya dunia, ikitukumbusha kwamba moyo wa kanisa unapiga kwa ulimwengu wote. Saidia mkusanyiko wa Jumapili ya misheni ambayo inasaidia zaidi ya maeneo 1000 ya misheni. Anzisha vikundi vya kimisheni vya parokia ili kuomba, kushiriki imani na kufikia jumuiya za kigeni. Katika nyumba zenu wenyewe, uliza kila siku, ni nani karibu nasi anayehitaji Injili leo? Yesu alisema, mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni wachache, basi mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watenda kazi katika shamba lake. Ulimwengu hauhitaji programu zaidi, unahitaji mashahidi. Mungu anatuita si kwa sababu sisi ni wakamilifu, bali kwa sababu tuko tayari kwenda. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alitukumbusha, tumeitwa kumleta Kristo katika uwanja wa maisha ya umma. Mtakatifu Paulo alimsihi Timotheo hivi, lihubiri neno, uwe na bidii, iwe ifaavyo au ukiwa mbaya. Kipindi chetu cha kukengeushwa na mashaka hakihitaji woga bali uaminifu, si kwa faraja bali ujasiri. Leo tunapofanya upya ahadi zetu za ubatizo, na tufanye upya wito wetu wa umishonari. Matumaini si matumaini, ni imani kwamba nuru ya Mungu inaweza kupenya giza lolote. Tumaini hilo naliangaze katika familia zenu, katika sehemu zenu za kazi, katika ujirani wenu na katika ulimwengu wenu. Bikira Maria, nyota ya uinjilishaji, atuongoze. Mtakatifu Paulo atutie moyo. Bwana wetu mfufuka atembee pamoja nasi tunapokwenda kwa jina lake. Tuombe. Baba wa mbinguni, katika mwaka huu wa jubilei ya matumaini, washe tena ndani yetu moto wa bidii ya umisionari. Tusaidie kuwa wamisionari wa kweli wa matumaini kati ya mataifa yote. Utujalie uvumilivu wa mjane, nguvu za maombi za Musa na upendo wa kuunga mkono wa Haruni na Huri. Kama Isaya tunaweza kusema, mimi hapa, nitume mimi. Maneno na matendo yetu yalete nuru yako kila kona ya dunia. Amina. Kwa hivyo tunapoondoka mahali hapa, na kila mmoja wetu ajibu swali la Kristo kwa usadikisho, ndiyo Bwana, hii utapata imani duniani, kwa sababu kupitia ushuhuda wetu wa umisionari tutaiweka hai. Amina. Echoes of the word echoing Christ in every heart where silence speaks and every voice matter. Rooted in Carmelite contemplation and creative prophecy reflections, visuals and captions. Crafted with love and multilingual. Inclusive. Spirit-led. You are not just a viewer, you are part of the echo. Join a community that honors every voice. Let the word resound through hearts, screens, and lives. Welcome home. May every post be a prayer, every image a window to grace. Subscribe, share, commit. Prayer requests and mass intentions. We believe in the power of prayer and the grace of community. If you'd like us to lift your intentions in prayer or include them in our mass offerings, you can write to us. Email, echosofttheword@proton.me. Mobile phone WhatsApp, +9189812234485.